asubuhi ya leo ninakwenda kusema habari ya nguvu ya msalaba. Nguvu ya nini jamani? Kwa hiyo kuna nguvu nyingine ambazo tayari zipo, lakini hii nguvu inashinda nguvu zote duniani. Kwa hiyo nitakwenda kusoma kama ilivyoandikwa mahali hapa, mstari ule wa 18. Kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu, kwa kuwa imeandikwa, nitaiharibu hekima yao wenye hekima, na akili zao wenye akili nitazikata. Kwa hiyo haya ni maneno ambayo tayari Paulo anadhibitisha ile nguvu ambayo tayari kwanza ilikutana na yeye, jinsi alivyoishi katika hali ya uharibifu, lakini tayari katika uharibifu ule aliokuwa anaishi akakutana siku moja. Ukisoma habari za Paulo unaweza kukuta tayari Yesu anashughulikia ili kumwonyesha ya kuwa yeye ana nguvu kupita maelezo. Kwa hiyo Paulo sasa anadhibitisha ile nguvu ya msalaba iliyoweza kumuokoa, na hivyo hivyo na wewe mwenyewe nguvu ile iliyokuokoa si akili zako wala namna zozote zile, ni nguvu ya msalaba. Sema amina. Kwa hiyo Paulo anaandika kuwadhibitishia hawa wa Korinto ambao tayari walikuwa tayari wana mielekeo mbalimbali, ambao tayari walikuwa wanajua nguvu mbalimbali, lakini tayari Paulo anawasimamishia ili waone kuna nguvu ambayo iwezayo tayari kuokoa, ni nguvu ambayo yenye mamlaka. Na ndio maana Paulo anaidhibitisha na asubuhi ya leo ili uelewe kuna nguvu ambayo tayari tunaweza kuiendea, ni nguvu ya msalaba ambayo inaweza kututoa kwenye maangamizi mbalimbali. Kwa hiyo Paulo hapa tayari anasema, lakini kwa wale wanaopotea ni upuuzi, lakini sisi tunayeamini katika nguvu hii tayari tunakuwa na ushindi. Kwa hiyo nguvu hii hebu iamini. Kwa hiyo tunaweza kuona katika eneo hili, lakini kwa wale wanaopotea ni upuuzi. Kwa hiyo nakuomba usipuuzie habari ya kumpuuzia Yesu Kristo. Kwa hiyo ni nguvu ambayo ni ya ajabu, ni nguvu ambayo inayookoa na maangamizi ya namna mbalimbali. Kwa hiyo sasa hapa asubuhi ya leo, hebu elewe iko nguvu inayopita nguvu zote duniani. Kuna mabomu ya nyuklia, kuna mabomu ya namna mbalimbali, lakini tayari nguvu hii ni ya ajabu. Kwa hiyo ndio maana jina la Yesu Kristo linapotajwa hata kuzimu kuna taharuki, maana ni nguvu inayotisha, ni nguvu inayotikisa. Haleluya. Kwa hiyo hii nguvu inatisha. Tazungumza habari za kina Paulo na Sila. Ukisoma Matendo ile 16 unawakuta tayari wako mahali ambapo tayari wao walishajua nguvu ya msalaba. Walipokuwa gerezani pale Filipi, Biblia inasema tayari usiku wa manane wakamsifu Mungu na kumwimbia. Kwa hiyo walipokuwa katika kusifu na kumwimbia, watu wawili tu tayari Mungu kama vile analiangalia neno lake alisema, wakiwepo wawili watatu nitakuwa katikati yao. Kwa hiyo tayari pale walipomsifu Mungu, na wafungwa wengine wapo na washangaa, lakini wao wenyewe walijua nguvu ya Mungu, walijua nguvu ya msalaba. Na ndio maana walipoanza kusifu, lile gereza likaanza kutikisika, lile gereza likaanza kuleta yani hali ya kuanguka, malango yote ya gereza yakafunguka. Ni kwa sababu nguvu ya Mungu ilishuka mahali pale. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo katika majaribu iite nguvu ya Bwana, katika mateso iite nguvu ya Bwana. Haleluya. Kwa hiyo tayari wakina Paulo na Sila, nimekwambia ile tu Matendo hatufungui, lakini tu utanisikia. Kwa hiyo hawa jamaa walipoanza kumsifu Mungu, nguvu ya ajabu ambayo tayari tetemesha ile gereza, na hakika yake vifungo vya wafungwa vikalegezwa, na pia kina Paulo vifungo vikalegezwa. Kwa hiyo tayari akashuka ambaye mwenye nguvu, na tayari hata mkuu wa gereza
akaona sasa hapa kuna hatari. Wafungwa wamekimbia, lakini watu wa Mungu hatuwezi kukimbia majaribu. Haleluya! Wakina Paulo pamoja na hivyo gereza limefunguka, hawakuweza kukimbia ili waone Mungu anafanya nini. Kwa hiyo wewe hata wewe usijipiganie, acha Mungu akupiganie. Haleluya! Yuko Mungu ambaye anatupigania. Haleluya! Kwa hiyo Paulo na Sila ni nguvu ya msalaba. Mkuu wa gereza alipoona namna hiyo, akaona sasa wafungwa wamekimbia kibarua, sasa kibarua kimeosta nyasi, kwa hiyo tayari anataka kujiua. Wakasema hapana mheshimiwa, hapana, sisi sote tupo. Mungu nguvu ya ile ya msalaba ikashika. Hakuna mfungwa, wale wengine walikuwa waharibifu, hakuna aliyekimbia ili isije tena wakageuza wakasema nyinyi mmefanya vurugu, wafungwa wamekimbia. Hapana, hata wale waovu hawakukimbia, paka wale ambao tayari nguvu ya Mungu ilikuwa ndani yao, nguvu ya msalaba, wakatoka watu wawili, wanaume wawili. Haleluya! Na wewe utatoka, Mungu atakutoa. Haleluya! Nguvu ya msalaba. Paulo na Sila wanaume wakatolewa. Mkuu wa gereza anauliza, ndugu zangu nifanye nini? Wakamwambia, tuiko nguvu moja, muamini Yesu Kristo na wewe na nyumba yako mutaokoka. Yule mkuu wa gereza moja kwa moja ubatizo ulianza usiku, wa kuangalia ni usiku, ubatizo ukaanza, toba ikaanza, na ubatizo pale kwenye nyumba ile wakabatizwa. Nguvu ya Mungu ikishuka, haina mjadala, haina kuahirisha. Nguvu ya Mungu, nguvu ya msalaba. Kwa hiyo nguvu ya msalaba, yaamini nguvu ya Mungu. Hebu tena niongeze kitabu kingine, Injili ya Yohana sura ile ya 3. Sura ya 3 nitasoma mstari ule wa 14 na wa 15. Injili ya Yohana sura ile ya 3 mstari ule wa 14 na 15. Na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu amwaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Kwa hiyo hapa tunaweza kuona habari hii, kuinuliwa kwa Yesu Kristo. Sasa nitakupigia mfano moja. Wale wapiga mahesabu, sasa nikupe kitu hiki. Wale wapiga mahesabu za kujumulisha, ni lazima hata kwenye mahesabu yameukubali msalaba. Sema amina. Ukiweka kujumulisha, uwezi kuweka siji namna yote, ni lazima uweke msalaba. Jamani amina, jamani amina. Msalaba huko ukifungata kwenye simu, nataka kuna kupiga hesabu za kujumulisha, ni lazima unatumia msalaba. Haleluya. Kwa hiyo hata watu wasiokubali msalaba, jamani, tayari msalaba unadhibitisha ukuu wa Mungu. Haleluya. Lakini hapa tunaona anasema kama vile Musa alivyoinua nyoka wa shaba kule jangwani. Nilipokuwa nazipitia hizi habari, inashangaza kweli. Kwa hiyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, na kila atakayemtazama ataishi, atapona. Usitazame tatizo, unahitaji kumtazama Yesu. Haleluya, haleluya. Tumtazame Yesu. Tukimtazama Yesu, yale ambayo yanatusibu yatakuwa yamefika ukomo, maana tayari anasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Haleluya. Majanga ya namna mbalimbali, tukimwangalia yeye tu tayari sisi tutapona. Kwa hiyo hapa tunaanza kuona Musa, watu walipokuwa wamenungunika. Kwa hiyo ukisoma kitabu kile cha Hesabu
sura ile 21, unakuta tayari wale watu, hapo sitasoma, tunakuelezea. Watu wakanungunika, wakasema, Musa, kwa nini umetutoa huku kutuleta kwenye shida? Chakula cha shida, maji ya shida, halafu inakuwa kuaje? Yani wakanungunika, wakamlaumu Mungu, wakamlaumu na Musa. Yani moja kwa moja kukawa na adha kubwa, kukawa na kashifa kubwa, wanamkashifu Mungu na hata mtumishi wa Mungu. Lakini Musa, kilichotokea, wale watu, Mungu akatuma nyoka wa moto. Jamani, nyoka wa moto nani amewahi kumuona? Jamani, nyoka wa moto hawajaishi hawajaisha dunia hii. Nikwambie, nyoka wa moto wapo. Ukimwacha Mungu, tayari nyoka wa moto wako hapa, ambao tayari hawa nyoka walikuwa wakimgonga mtu, moja kwa moja anakufa. Sasa wale nyoka wakaendelea kuwamaliza wale wabishi. Lakini Musa akaona sasa wa watu wanaisha. Ni kama vile hata sisi wachungaji, wakati wengine unakuta mambo mengine yanakuwa hayaendi, watu wanafanya vitu vingine tofauti, lakini tayari tunabidi tumwambie Mungu, hebu angalia kanisa lako. Hatuna njia yoyote ile. Musa akamwomba Bwana, akamwambia, sasa Bwana wangu, Mungu wangu, watu hawa wakiangamia, nasema hukuwa na kusudi au lengo zuri kuwachukua watu hawa alafu uje wamalize jangwani. Kwa hiyo hautaeleweka. Mungu kutoka mbinguni akasikia sauti ya mwanadamu. Kwa hiyo Mungu anasikia hata sauti zetu watumishi. Kwa hiyo sasa tayari Musa alipoomba, lakini Mungu ni lazima alete mtihani. Kwa hiyo mwanadamu ni lazima uelewe kila mapito yana mtihani. Kwa hiyo sasa Mungu hakuweza tu kusamea, sema sasa basi watapona. Akasema, sasa jitengenezee nyoka wa shaba, kila atakayeangalia hapo basi atakuwa amepona, kiwa ameng'atwa na nyoka. Sasa kama alikuwa amejifunza zile amri 10, najua mwanadamu ni mtafiti sana. Usiwe na sanamu ya kuchonga. Sasa nafikiri watu wengine watafiti kwa namna hiyo. Nyoka yule alipokuwa ametengenezwa, amewekwa juu. Sasa wale ambao hawakukaidi, walipoangalia tu yule nyoka wa shaba, wakapona. Na mimi nakushauria asubuhi ya leo, katika majaribu yote usiangalie jaribu, muangalie Yesu. Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza. Kwa hiyo yule nyoka wa shaba anafananishwa ni Yesu Kristo. Tukimwangalia Yesu Kristo tunapona. Ukimwangalia Yesu Kristo mpendwa, unapona. Hakuna dawa yoyote isipokuwa ni Yesu Kristo. Kwa hiyo tayari wale watu ambao walikaidi waliangamia. Sasa nimekwambia mfano wa nani? Nyoka tapa wapo. Usipoangalia, dhambi ndio nyoka wa moto. Wewe nenda kilabuni, mtu aliyogongwa na ulevi anakwenda njia yote na pepesuka namna hii. Nyoka kamgonga, si sumu jamani, dhambi ya sumu imemgonga. Kwa hiyo sasa Mungu anaachilia. Sasa hawa nyoka wa moto nimekwambia wapo. Huko ukahaba, hawa wote ni nyoka wa moto. Hawa wote hata sisi walitugonga, lakini tulipomwangalia Yesu, tayari nyoka yule hana sumu, hana uwezo juu yangu, maana nimemwangalia Yesu Kristo, nguvu inayookoa, nguvu ya msalaba. Ngoja nikwambie, unajua watu wanapotuona tu hivi, tulikuwa mateka wa shetani. Kama mimi mnaniona hapa, nilikuwa nimeshindikana. Hata kukaa nyumbani nilikuwa nimeshindikana. Kwa sababu gani? Ya ulevi. Watu wengine, mimi hata walevi ninapowashuhudiaga wala siwaogopagi. Siwaogopagi, siji wavuta bangi siwaogope, kwa sababu bangi nimevuta. Nimekunywa gongo, nimekunywa vodka, nimekunywa Dankani, nimekunywa Wixi, Dodoma wine. Sasa mtu anatisha wapi? Nimekunywa pombe zingine kule Morogoro ambazo unafunga suruali huko chini wakati wote unaweza kuharibu nguo, lakini Bwana akanitoa, nguvu ya msalaba ikanitoa.
Wazazi wangu walinipeleka kwa waganga, lakini haikuwezekana, maana nilikuwa nimeshindikana. Kuoa nilikuwa nimeshindikana, na kana mwanamke huyu tunaachana naye. Kwa hiyo lakini nguvu ya msalaba iliponikamata, mpaka leo ninahubiri nguvu ya msalaba. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo nguvu ya msalaba inaweza kutuwezesha zaidi. Jamani, amina. Kwa hiyo wewe uliye hapa ambaye labda ni mwanafunzi unasoma, yuko Yesu Kristo ambaye anaweza kukuwezesha katika masomo yako, maana yeye ni nguvu ipitayo nguvu zote. Jamani, amina. Mafarisayo walishangaa habari ya mafundisho ya Yesu. Wanasema, elimu hii umeipata wapi? Anasema, mungelimjua Baba, halafu mungelijua hii elimu imetoka wapi. Haleluya. Kwa hiyo ni lazima ujue nguvu ya msalaba. Lakini wanaopotea ni upuuzi. Na ndio maana napotangaza habari ya maombi, wala mtu mwingine hazingatii. Iko hivi, mimi pale kanisani natangaza maombi, muda tunagawana, wiki hii watuombea kina fulani, lakini watu wanafanyaje? Wanakwepa. Sasa ni kasoma andiko moja, habari Yesu yuko na wanafunzi kuomba kwenye mkesha. Akakuta wanafunzi wamelala wanategea. Akasema, Petro, hamkuweza kukesha hata sali moja. Kwa hiyo hata lisali moja ni la muhimu katika maombi. Msije mkaingia majaribuni. Sasa wale waliokwepa, yani wengine wakapatwa na hali ambazo zilizo tofauti. Kwa nini? Wakaanza kugombana, wakaanza kuugua bila taratibu. Kwa hiyo kwa sababu nini? Wanategea. Sasa usiseme jamani niombeeni na majaribu, alafu wakati wewe mwenyewe unategea. Ile nguvu ya msalaba. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo sasa ni lazima uelewe muhimili unakwendaje. Kwa hiyo sasa hapa tunaweza kuona jinsi ilivyo. Kwa hiyo hapa sasa anasema, kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, kila atakayemtazama, ili apate uzima, ili apate ushindi. Kwa hiyo muangalie Yesu katika shida zako, muangalie Yesu. Na muangalia mtu mmoja, shida ilipombana, akasema, nitakabili hekalu la Bwana. Ukisoma kitabu cha Yona, huyu ni nabii ambaye tayari alikuwa amegoma, nabii Yona, kupeleka injili Ninawi. Maana watu wa Ninawi aliwafahamu, maana yeye alikuwa ni mhubiri, aliwafahamu. Maana moja kwa moja akasema, hawa watu ngoja Mungu awaangamize. Lakini rehema za Mungu, anasema, afurahi mtu muovu afie katika uovu, bali agairi. Lakini nasema habari ya kukabilika Mungu, huyu jamaa Yona akamezwa. Ukisoma sura ile ya 3, akamezwa na samaki mkubwa nyangumi. Sasa alipokuwa amemezwa, anasema, sasa hivi ni chumba gani nilichoingia? Akawaza, akasema, sasa hapa nirudi kwa Mungu. Na sisi turudi kwa Mungu jamani. Haleluya. Kwa hiyo aliporudi kwa Mungu, anasema, nililikabili hekalu la Mungu mtakatifu. Na tayari moja kwa moja anasema, katika shida yangu nalimlilia Bwana, naye Bwana akanisikia. Kwa hiyo asubuhi ya leo tutatakiwa kumwendea Bwana, naye atatusikia. Kwa hiyo Musa alipoona hata mambo yanazidi, Musa, naona mambo yanazidi, sema, Bwana, kama si hivyo, kama huendi pamoja nasi usituchukue. Kama huendi pamoja nasi usituchukue. Kwa hiyo Musa aliona ni muhimu kwenda na Mungu. Haleluya. Haya, wanafunzi wa Yesu kwenye kusafiri kwenye maji, wanakwenda, wanaingia kuvuka kwenda ng'ambo. Kumbe yeye mwenzao baada anaaga makutano, wakaondoka peke yao. Ukisoma kitabu cha Marko na mkuta
walipokuwa wanakwenda, upepo wa mbisho ukatokea. Ulipotokea wakaanza kupiga mayowe, Biblia inasema. Maana ule upepo ulikuwa wa hatari. Maana kumbe tayari wamepanda bila Yesu hayupo. Na sisi tukienda kwa nguvu zetu hatuwezi kuweza, lakini iko nguvu ya Mungu ambayo iko ndani ya Yesu Kristo, na ndio naihubiri asubuhi ya leo. Kwa hiyo wakaanza kupiga kelele. Walivyokuwa wanapiga kelele, Yesu akatokeza juu ya bahari anatembea. Wengine wakasema kama wanaona mzuka, yani kukaa na maswali mengi. Lakini tayari alipoingia mahali pale, akaukemea upepo ukatulia. Na asubuhi ya leo Yesu atatuliza kila zoruba iliyoko ndani yako. Risapa koshika. Mungu yuko kwa ajili mwenye kutuliza dhuruba ambayo Yesu Kristo yupo. Hakuna upepo unaweza kumshinda. Alipokemea upepo, upepo ukatulia. Yesu yuko mahali hapa. Kila upepo wa mbisho utakwenda kukomeshwa na Yesu, maana yeye ni nguvu ya msalaba. Maana yeye ni nguvu ya msalaba. Wale watu wakashangaa. Biblia inasema wakamaka, wakashangaa mshangao mkubwa. Huyu ni nani hata upepo unamtii? Maana ni nguvu ya Mungu iliyokuwa ndani ya Yesu Kristo. Nguvu hiyo ya Mungu yuko mahali hapa. Nguvu asubuhi ya Mungu yuko mahali hapa ili kukuhudumia wewe ambaye kuna nguvu za namna mbalimbali huwezi kuziweza. Kwa hiyo sisi tulienda kufungua kanisa kijiji fulani panaitwa Ngaramilo kwenye wilaya ya Mpwapwa. Ni mimi na kijana wangu tukaenda tukakushuhudia. Ndio mara dunia iumbwe, mara ya kwanza tujafikaga hapo. Tumeshuhudia, tukashuhudia. Kijana mmoja wa mganga wa kienyeji akaamua tumuombe. Kwa hiyo kumbe yeye amefanyiziwa na baba yake, yani mwenyewe, mama yake na dada yake. Kwa hiyo amewafanya akili zao zinakuwa ziko vizuri. Tupo muombea. Sasa tulipotoka yule mwenyeji wetu wakampeleka ofisini. Wanasema tunamzuia asinywe dawa. Halafu wasema wameleta wale jamaa waliokuja, wale wachawi kabisa. Unasikia? Yani ndivyo hivyo. Kwa hiyo sasa hapa, hii nguvu ninayozungumza asubuhi leo, hii ni nguvu ya ajabu. Haleluya. Hii nguvu ni ajabu. Hii nguvu nitasoma tu, kama utaandika. Hii nguvu kwenye kitabu cha Matendo sura ile ya 3 inazungumzia habari ya mtu mmoja aliyekuwa kiwete anaomba kwenye mlango mzuri. Biblia inasema wakina Paulo walipofika mahali pale wakamkuta yule jamaa ambaye tayari anaomba. Akina Petro walipomkuta pale Petro moja kwa moja wakamkuta mahali pale, akanyosha mkono wakasema, wetu angalie sana, lakini sisi hatuna fedha wala dhahabu, tulicho nacho katika jina la Yesu simama uende. Kwa hiyo siku ile, yani ule ulikuwa ni mtaji ambayo yule jamaa alikuwa akilisha familia, alifanyika kuwa mtaji. Lakini sasa mtaji ule, yani tayari ulikomeshwa kwa namna nyingine ya ajabu, ulikomeshwa na nguvu ya msalaba. Haleluya, haleluya. Yule kiwete akaangalia sana, akasema leo. Kwa hiyo inavyoonekana huyu jamaa, hata huyu mchungaji wa pale, sadaka zingine, maana watu wakija wanamhurumia masikini, yani bora wampe masikini hata kule sadaka wasipeleke. Yani ni sasa hivi watu ambapo naangalia msiba, mtu anaweza kuogopa asishinde kwenye msiba, lakini kanisani anashinda, haji. Sio anashinda useme ameshinda, yani haji, hafiki. Yani maana yake kwenye msiba anafanyaje? Hivi unaonaje hayo? Yesu akasema, kwa hiyo yani tumuogope yeye ambaye ana uwezo wa kuua mwili na kupeleka jehanamu kuliko kuogopa haya mambo mengine. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo hatari. Wale jamaa wakasema, sisi fedha wala dhahabu hatuna, tulicho nacho katika jina la Yesu
pokea, simama uende. Yule kiwete, nguvu ya msalaba, nguvu ya msalaba ikamshika moja kwa moja. Yule jamaa, Biblia inasema akaingia na kina Petro wakaingia akirukaruka, watu wakashangaa, watu yani kila mmoja alikuwa anamshangaa namna mbalimbali, wakashangaa, lakini wote utukufu wa Bwana wakamsifu Bwana, maana nguvu ya msalaba imetenda. Haleluya. Kwa hiyo ile kiwete alishangilia kupita hata wale wanasifa waliokuwepo, maana hata wewe ukitendewa jambo kubwa, yani kabisa utasifu, yani ni kama tayari umepaa kwenda mbinguni, lakini wakati ukiwa duniani. Kwa hiyo ile kiwete, nimekwambia tunayasema, kiwete akabadilisha mtazamo. Kulikuwepo na wanadini wako pale wanaangalia, wakasema samani, hebu mtu mmoja nisome sura hiyo ya 3 mstari wa 19 yapako hapa. Hebu soma, tusimama soma. Mstari wa 19. Nguli basi rejee, zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kurudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Hapo. Kwa hiyo tayari watu walipoona jambo, muujiza mkubwa umetendeka, wakasema, ndugu zetu tufanye nini? Petro anasimama sasa, anasema hapa sasa ni uwanja wangu. Jamani, tutubuni, muamini nguvu ya msalaba. Tubuni tu jamani, ili uje wakati wa kuburudishwa. Jamani, tukienda kwa Yesu kwa toba iliyo nzuri, uko wakati wa kuburudishwa. Haleluya. Kwa sababu kwa ajili ya kuwepo kwake Bwana ndani ya maisha yetu, kuna wakati wa kuburudishwa. Na labda uko mahali hapa umekosa amani, lakini sasa tayari uko wakati wa burudiko wa Yesu Kristo. Ni nguvu ya msalaba iweze kutuhamisha kwenye shida kadha wa kadha, kwenye adha kadha wa kadha, kwenye namna mbalimbali yanayotufuatilia. Kwa hiyo nasema habari ya nguvu. Kwa hiyo wana wa Israeli, Mungu aliwatendea ishara kubwa nyingi, mpaka wanaondoka yale mapigo yale 10 katika wa Misri, ambao pigo la mwisho lilikuwa kila mzaliwa wa kwanza na kufa. Lakini walisahau. Walipokuwa wanakwenda, wametoka, wanakwenda mbele yao, wanakutana na bahari. Wanageuza macho nyuma yao, wanaangalia majeshi ya Farao yanakuja. Wakalia sana, wakasema, sasa ni nini? Jamani, tunapokuwa tumeokoka, hatutadhamii kuogopa iwayo adha yoyote, shida yoyote. Iko nguvu ambayo inaweza kutusaidia. Sema amina. Sema amina. Hebu piga makofi kwa ajili ya nguvu ya Mungu. Haleluya. Kulikuwepo na nguvu ambayo lakini walisahau. Hata na wewe ndio maana mambo mengi yametoka. Sasa limetokea tu, linapotokea basi nasema sasa tu kama ni namna hii basi tu. Hapana. Hapana. Kwa hiyo wana wa Israeli wakalia, wakakumbuka makaburi, wakakumbuka kwa nini unatuleta hapa. Kumbe mpango wa Mungu ilikuwa ni shule, kuwapitisha kwenye bahari ya Shamu, ili ukuu wake Mungu ujulikane ya kuwa yeye ni nguvu. Kwa hiyo nahubiri habari ya nguvu. Nguvu ya Mungu ni ajabu. Mungu anamwambia sasa Musa, hapa hakuna kufanya maombi, waambie watu kusonga mbele. Na mimi asubuhi ya leo nakwambia kusonga mbele. Usiangalie matatizo, kusonga mbele. Mwambie jirani yako songa mbele. Mwambie jirani yako songa mbele. Haleluya. Halafu siji mnaogopana. Corona ishapita. Sasa wewe hapo tunasema mwambie mwenzako umekaa namna. Yaani hapo ndio inatoka kwenye mtandao. Haleluya. Mwambie jirani yako songa mbele. Kwa hiyo Musa
akasema, jamani, simameni tumukauone wokovu wa Bwana ambao atawapigania leo. Wale wa Misri mnawaona mtawaona tena. Lakini watu wanasema, sasa hivi anasemaje? Halafu kumbele kuna bahari. Lakini Musa alikuwa na matumaini ya kuamini nguvu ya Mungu. Amina. Usiipuuze nguvu ya Mungu. Kwa hiyo hapo nafikiri umenielewa habari ya nguvu ya Mungu. Tayari Musa akaendelea na wale watu. Walipofika kwenye bahari, akasema, Musa, Mungu kutoka mbinguni anasema na Musa. Akasema, sasa nyosha fimbo yako, piga bahari igawanyike. Kweli alipopiga bahari ikagawanyika. Wale ambao wenye kumwamini Mungu moja kwa moja sasa viimani tena vikaanza sema, hivi hili jambo. Lakini hawashangi, sasa inakuwa kwaje? Bahari ikatoweka. Hata wewe bahari ambao unaiona mbele yako itatoweka. Unajua hapa duniani, hebu elewa hivi. Duniani tuko kwenye bahari. Na matatizo ndio hayo ambayo lazima yakufuatilie. Farao hajafa. Farao ambaye ni shetani anatufuatilia kupita maelezo. Ananifuatilia. Anaweza kusingiziwa, wewe ukisingiziwa. Najua kuna watu wengine kisingizia sema, sasa kama namna hii, bora tu niache. Usiache. Iangalie nguvu ya msalaba. Kwa hiyo nitapiga tena mfano mwingine au nitasema nakwenda kumalizia. Tunaposoma kitabu cha Danieli sura ile ya 3, tunakuta wanaume watatu, Shadraka, Meshaki, Abednego. Hawa watu watatu ambao tayari walijua nguvu ya Mungu, ambao tayari mfalme ameandaa sanamu ili waabudu. Walimjua Mungu wa kweli japokuwa walikuwa utumwani kule Babeli, moja kwa moja kule kwa Wakaldayo. Kwa hiyo walifahamu nguvu ya Mungu. Wakasema, hapana mfalme, sisi hatuwezi kukubali kuabudu. Kwa hiyo sasa na wewe kwenye shida usije kumwacha Mungu. Mwisho hata wakati wengine shida ikizidi, siji kama hapa wapo, wakimbilia mafuta na vitambaa. Eti vitambaa, leso kama hivi leso 1000. Halafu wewe unakwenda kuinunua kwa hivi. Wewe una akili jamani? Pata akili. Iko nguvu ya msalaba, sio kitambaa. Haleluya. Mimi kwangu nimewambia, jamani, mkisikia nimeleta hapa mafuta kimbilieni. Na nyinyi mkusikia mchungaji wenu ameleta mafuta na nini, kimbilieni wote mumwache peke yake, abaki na mafuta. Lakini huyu ni mtu mzima, hawezi kuleta mafuta wala vitambaa. Haleluya. Lakini sikiliza. Yani mtu aliyefilisika mtaji wa biashara, yani anaweza kuuza machungwa, maana alikuwa ana mtaji mkubwa wa mamilioni. Akifilisika basi anaganga kwa namna yoyote ile. Sasa na wewe ukifilisika huna maombi, huna namna yoyote ya imani, ukifilisika ndio maana unakimbia nini? Halafu unaangalia hivi, nani ataniona? Unakimbilia. Hapana. Yesu yupo mwenye nguvu zaidi ya mafuta. Kwa hiyo hawa wanaume watatu, nasema hawa wanaume watatu, ile ni Danieli sura ile ya 3. Hawa wanaume Shadraka na Meshaki, jamaa kwanza wakafanya sema, hawa je tutawapataje? Wakasema sasa, wakafanya kikao cha siri. Walipofanya kikao cha siri, sema sasa hawa tutawakoseshaje? Sema tu hawa Wayahudi yani hapo ifanyike sanamu, kila mtu ambaye anakaa kwenye taifa hili lazima aabudu. Asipoabudu wawekwe kwenye tanuru ya moto. Ndiyo hukumu ya kunyongwa kwao. Waliposikia wanaume, mfalme wenzao wameanguka, wamesujudu, wakasema kuna watu tu watatu ambao hawatii amri yako mfalme. Ni nani? Shadraka na Meshaki. Akawafuatilia sema, hivi nyinyi kama hawa ndio watatu hapa, hivi nyinyi mbona hamuniheshimu? Hamna adabu nyinyi. Kwa nini msiabudu miungu yangu? Kwa hiyo nyinyi lazima muelewe Mungu wa kweli.
Sio kila miungu liseme ni miungu. Miungu mingine feki. Miungu mingine feki. Lakini tuna Mungu mmoja mwenye nguvu inayookoa. Kwa hiyo wale jamaa wakasema mfalme, kwanza tena amewatia moyo, anasema si vema tumkisikia vinanda na kila namna ya ngoma halafu tu mkaanguka mkasujudu. Ibada hizo za wajinga. Na ndio maana wajinga wengine wanavaa zile shanga eti wanafanya ndio ibada. Yani ukorofi kabisa. Yani uchizi kabisa. Shanga amezivaa shingoni. Hata wewe ambaye kama unavaa eti msalaba, jamani msalaba huo hapana, hatuvai shingoni. Msalaba wetu unakuwa ndani kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Haleluya! Hivi wewe unaweza kumvaa Yesu shingoni? Hapana. Samani kama wewe uko hapa, ukienda kaondoe. Hatumvai Yesu shingoni, ndani ya moyo. Haleluya! Wale jamaa wanatiwa moyo, wanasema si vema kama mkisikia tu ngoma, lakini msipoti kwenye moto. Asema sisi hatuna, yani sisi hatukubali. Wewe kwenye moto wako tupeleke. Mfalme akaghadhabika. Tanuru ikachochewa. Jamaa wale wakakamatwa, wakawekwa ndani ya moto. Walipowekwa ndani ya moto, wale waliowakamata ndio waliouawa. Hebu ona, ni jambo la ajabu. Wale waliosukuma kwenye moto, yani ni sasa wewe ukiwa ndani ya moto wa Yesu Kristo wa Roho Mtakatifu, hakuna. Ni sasa wale wapikaji wa kina mama. Hivi ukawa jiko lako limewaka moto. Moto unasema uongeze. Hivi wa mama, hebu mnijibu. Unakwenda kuchukua unatuma mtoto anaenda kuleta moto, unaweka kwenye makaa yale, na kuna moto mwingine. Moto unaweza kukatana. Wa mama, moto unaweza kukatana. Kwa hiyo yani ukweli mwako wako unakuwa ni wa hatari. Moto yani tayari walipowatupia mle, yani zile ambao tayari zilifanyika, yani kama walivyowafunga zile zote zenyewe zikasema hapana, watu hawa hawana hatia. Yale majamaa yalifahamu nguvu ya Mungu. Jamaa wakarukaruka ndani ya moto. Shadraka na Meshaki wakarukaruka, lakini mfalme kule yeye anafikiria amewakomesha. Moja kwa moja asubuhi wanakuta majamaa yanaendelea na ibada. Mungu wa kweli akajulikana, akageuza nchi ile ya wajinga, wakageukia Mungu wa kweli, maana nguvu ya Mungu ishuka. Haleluya! Kwa hiyo nguvu ya Mungu haiwezi kushuka kwako kama hujakutana na mambo magumu. Lakini mambo magumu ukisimama ukakoma naye, yani hakika yake watasema huyu Mungu ambaye anaabudiwa. Watu pale pale wakasema Mungu wa Shadraka na Meshaki, huyu ndiye Mungu. Bango likabadilishwa, sema hakuna Mungu kama Mungu mwingine isipokuwa Mungu wa Shadraka na Meshaki. Napiga marufuku, hakuna kuabudu hii sanamu nilio. Jamani, Mungu ni wa ajabu. Haleluya! Akageuza usemi, akageuza ibada za Mungu wa kweli. Watu watatu akageuza. Nyinyi ni zaidi ya watatu, kabisa mtaigeuza ngongona, itageukia Mungu wa kweli. Haleluya! Kwa hiyo mimi hebu kwa dakika hizi chache tutakuwa na maombi. Nikualike wewe mwingine una msiba, lakini nimehubiri habari ya nguvu ya msalaba. Una matatizo, sio msiba wa kufiwa. Maana ukisema msiba, sema sasa huyu mchungaji maana sisi kutoka vijijini nasema hata Kiswahili chake chenyewe cha kuchovia. Hapana. Hivyo tuwe nipokee. Haleluya. Haleluya. Sasa unajua hata Yesu alihubiri kule vijijini. Na ndio maana mimi niko kijijini. Unasikia? Hata Yesu alihubiri wapi? Vijijini. Halafu tena nilipokuwa pale nilikuwa na tafakari. Yesu alimhubiri hata mwanamke mmoja yule Msamaria. Alikuwa peke yake, ibada ikaanza peke yake. Kwa hiyo za Mungu yani yuko kwenye makusanyiko, yuko kwenye uchache ili Mungu ajitukuze. Nguvu ya Mungu. Yule ambaye anasema mimi nahitaji maombi, lakini sina mafuta, sina kitambaa. Nimsikia mtu mmoja nikiwa bado mchungaji kule Hogolo. Nimekaa kule Hogolo. Anaitwa Injili Moto. Halafu kumbe na injili baridi. Muhuni kabisa. Eti vitabu. Vitabu. Hebu hicho hiki. Hata hicho tu.
Eti vitabu vinauzwa 1500. Yaani ukipata siji unaumwa unapiga mara 7 moja. Yaani ni wale waliofilisika maombi ndio maana wanakwenda hawajui kuomba. Lakini sisi kama hatujui kuomba, Biblia inasema katika Warumi ile 8 mstari wa 26, Bwana anasema ya kuwa hata kama sisi kwa sababu hatujui kuomba, lakini Roho Mtakatifu anatuombea. Yuko Roho Mtakatifu atatufundisha kuomba. Sasa unaenda kuchukua kitabu 1500. Leso jamaa ilikuwa nauza leso shilingi 1500. Hebu ona alivyokuwa navyo. Halafu ma t-shirt yaliyoandikwa Injili Moto, t-shirt moja 8,000, mengine 10,000, mengine 5,000, halafu vitenge. Hivi uhuni kabisa. Uhuni kabisa. Sasa namna hiyo kataa pata akili. Lakini ukifilisika ukiwa yani kufilisika ukitenda dhambi ndio unawaendea hao watu wa mafuta. Hebu tusimame. Basi nikaribishe watu ambao wana mahitaji ya maombezi. Sio usema wanapokuombea ni wewe ndio umekuwa choka kabisa. Hapana. Hapana. Mbona mimi mliniombea? Jamani, Josia yuko hapa? Josia yuko hapa? Hayupo Josia? Kahama. Nabuno mjini. Josia alikuja akaniombea. Paka na maono akasema jamani tunaona pewe na ni nguvu na ni ya mauti. Akasema hakuna mauti hapa. Haleluya. Na wewe kama uko hapo uliombea namna hiyo, nimerudi niko salama kwa Yesu. Haleluya. Jamani, nakaribisha wale ambao tayari mimi nguvu ya msalaba imeniokoa. Ilikuwa ni figo jamani. Watu wengine hawarudi pale. Mnasikia? Lakini mimi nguvu tu ya msalaba. Sijafanya chochote, labda si mwema kuliko wengine. Karibu. Labda ni mwanafunzi, unahitaji maombi. Hakuna mtu ambaye anajiokoa mwenyewe. Maana hata wale wa msalaba wengine wale wamesulubiwa wawili, moja jambazi, limoja likasema sasa kama wao uliokoa wengine, sasa tuokoe na sisi. Unaona jamani? Lakini yule mwingine mnyenyekevu akasema Bwana nikumbuke kwenye ufalme wako. Alijua nguvu ya msalaba. Sasa na mimi anasema chuma hunoa chuma chenzie. Karibu mbele za Bwana. Nina habari njema sio majungu. Karibu mbele za Bwana. Nina habari njema. Nina mpango kutoka kwa Mungu. Nina nguvu ya Mungu kutoka kwake. Amenituma kwako. Karibu. Lakini hapa ningekuwa na vitambaa. Kwanza na hela ningerudi nazo nyingi sana. Jamani, iko nguvu ya Mungu mahali hapa. Nguvu ya Mungu iko mahali hapa. Nguvu ya Mungu iko mahali hapa. Yani uko hapo tu unajikaza, lakini mambo yamekusonga. Mambo yamekubana. Lakini asubuhi ya